kizuizi namba moja, kwa nini urejesho usitokee? Ni kwa sababu ya dhambi. Tukirudi kwenye kusudi la uumbaji wa Mungu juu yetu, limepotea kwa sababu ya dhambi. Mungu akutuumba tuishi haya maisha tunayoishi nayo, ninakataa kwa herufi kubwa. Lakini kwa nini leo tunaishi maisha haya? Ni kwa sababu dhambi iliingia, na baada ya dhambi kuingia yakatokea maisha haya. Na ndio sababu tuna maana ya kujifundisha tufanyeje tuepuke maisha ya dhambi, ili turudie kusudi la Mungu aliyetuumba. Mungu hajamuumba mwanadamu ili awe mgonjwa. Mungu alimuumba mwanadamu awe na afya timamu milele na milele. Mungu hakumuumba mwanadamu ili afe. Mungu alimuumba mwanadamu ili aishi milele. Mungu hakumuumba mwanadamu ale kwa jasho, wala kula kwa jasho sio sifa, ni ishara ya laana. Maana baada ya laana ndio akasema utakula kwa jasho. Lakini kabla ya laana, Adamu alikuwa analima na hakula kwa jasho. Alikuwa anatunza bustani, hakutoka jasho. Jasho limeanza baada ya dhambi. Mwanamke kuingia reba na kulia, usijisifu kwamba nimekuwa mwanamke kamili, nalo ni ishara ya laana kuingia. Baada ya dhambi kuingia, leo hii ndio kina mama wanaingia leba na kulia. Lakini kabla ya dhambi ungeingia leba unaimba pambio na ukatoka unaimba pambio. Kabla ya dhambi ungeweza kucheza na sharubu za simba na dubu ukatoka salama. Lakini baada ya dhambi kuingia ndio uadui ukaingia. Ungeweza kucheza na nyoka na ukatoka salama. Lakini baada ya dhambi kuingia ndipo uadui ukaingia. Vitu vingi viliharibiwa kwa sababu ya dhambi. Kwa hiyo kusudi la uumbaji likapotea. Urejesho mkuu maana yake ni kurudisha asili ya uumbaji wa Mungu. Kanisa halijakubali kubadilika, maana yake ni lazima turudi kwenye utukufu wa Mungu.